geographically, project wise tuko kimkakati, na ndio hapa ukisoma US linked strategic projects kuna projects ambazo ni za kimkakati. Shalom, bwana asifiwe. Assalamu alaikum wanafuse. Kuna project moja naifanyia kazi, lakini ilivyotokea ikabidi niweke pending kwanza tuchambue waraka huu. Kumekuwa kuna mkutano kati Andrew Lenz kutoka ubalozi wa Marekani akiambatana na Counselor for Political and Economic Affairs. Kwa hiyo mkutano huu ni wa muhimu sana na utachange game kabisa. Nataka tufanye kitu kimoja. Ninaanzia kwenye page ya ubalozi wa Marekani. Kwa hiyo ukiingia kwenye Instagram yao US Embassy TZ, nasema hivi: leo kaimu balozi Lenz alifanya mazungumzo ya wazi na yenye tija, pigia mstari, ya wazi na yenye tija na Rais Samia Suluhu Hassan. Pigia mstari na rais, yani hapa moja kwa moja ni kwamba cheo cha urais. Kwa hiyo ndo nitolee kuhusu hali ya sasa na mustakbali wa uhusiano rasmi kati ya Marekani na Tanzania. Kwa hiyo reading between the lines, walichokiandika hapa it's very positive, na actually mimi nimecomment umo ndani nikasema nice. Dialogue based on mutual respect is the key, keep it up. Kwamba maongezi ambayo yana msingi wa kuheshimiana pande zote is the key, ndo ufunguo, yani ufunguo wa mahusiano mazuri. Keep it up, endelezeni hii, nikimaanisha pande zote mbili, ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na ubalozi wa Marekani. Alafu kuna press release ambayo imetoka kwenye upande wa serikali ya Tanzania. Sasa hii ndo ninachotaka tuipitie. Alafu mwisho huko kuna vitu tutadiscuss. Kuna baadhi ya details ambazo sitaki kuzisoma, zinaeleweka. Press release: Tanzania and US move to finalize major investment agreements. Sasa hapa tutakuwa tunaenda back and forth kwa sababu kuna swala la msingi. Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, today talks with acting United States Ambassador to Tanzania, Andrew Lenz, at the Chamwino State, kwa hiyo ni Dodoma, advance key areas bilateral cooperation and reaffirm the shared commitment to a modern mutually beneficial partnership. Kwa hiyo hapa mutual beneficial partnership. Ambassador Lenz accompanied by, sasa hapa ndo vitu ambavyo mnatakiwa muzingatie. Accompanied by Counselor for Political and Economic Affairs. Kwa hiyo Ambassador Lenz aliambatana na anayehusika na mambo ya kisiasa, lakini economic affairs, mambo ya kiuchumi, na hapa ndo game lote ambapo lipo. Underscores Washington's determination to reset the relationship and deepen economic, political and security collaboration between the two nations. Hii hapa, hii sehemu hii ni ya muhimu sana katika waraka huu. Kwa hiyo wamesema reset. Kureset ni kwamba iwe ni kwenye laptop, iwe ni kwenye simu au chochote, mambo yanapokuwa yameyumba au hayako sawa, ili urudi uanze vizuri, system ianze kufanya vizuri au ianze kufanya kazi kwa ubora, inabidi ureset. Kwa hiyo wana reset mahusiano. Sasa kuna sehemu ya muhimu sana: reaffirm shared commitment to a modern mutually beneficial partnership. Hichi ndio kitu ambacho nimekuwa nakipigia sana makelele, na ndio kitu ambacho kimekuwa mara nyingi offered by Urusi. Na nikisema hichi, niliongea na mkubwa wa mambo ya nje ya Urusi, of course kuna department tofauti ambaye anaitwa Primakov. Nilipata dialogue nayo, na hiyo video nimeiweka YouTube. Kwa hiyo wanaongelea mutual beneficial partnership. Hata nilipoenda kwenye field security walikuwa wanaongelea mutual beneficial partnership. Nimependa kwamba serikali ya Tanzania na Marekani wanaongelea mutual beneficial partnership, kwamba uhusiano unaofaidisha pande zote mbili, sio mmoja ni bosi, mmoja anaamriwa au mmoja anamkomandi mwenzio. Hapana. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kwanza nitoe heko. Cha pili, wameongelea deepen economic, political and security collaboration between the two nations, kuendeleza ushirikiano, na hii ni deepen economic wa kiuchumi, political wa kisiasa, na security wa kiulinzi. Sasa hapa the United States is committed
to a partnership based. Hii hapa jamani ni ya muhimu sana. Natoa sifa kwa pande zote mbili, serikali ya Tanzania lakini serikali ya Marekani, kwamba committed to a partnership based, kwamba wanawekeza nguvu kwa uhusiano ambao una misingi ya ushirikiano, superior na inferior, sio mmoja yuko juu anamwamrisha wa chini. Alafu hapa na ili ku highlight, yani wangesema partnership based ilikuwa inatosheleza, lakini ku highlight wameandika not on aid dependency, sio kwenye uhusiano ambao ni wa kutegemea misaada. This is fantastic, nimependa hiyo. But on shared prosperity, lakini kushare mafanikio, kwamba watu wote wafanikiwe. Na hichi ndo maana wanasema Fuse huwa tuko mbele ya muda. Mara nyingi sana utasikia DJ Sma anaongelea jambo, huenda usilielewe pale, lakini baadaye utaelewa. Nilivyokuja kufanya ile interview na ndugu zangu wa Bongo 5, na interview by the way iko kwenye YouTube channel yangu DJ Sma 255, tukawa tunaongelea hali na mtafaruku ulipo, tukawa tunaongelea issue ya tech, mashehe wa Kiislamu na Tanzania na vitu vingine. Nikasema kuna maslahi ya watu yameguswa, lakini wakae wajadiliane, wa renegotiate, wakubaliane. Mwenye kupata matunda, let's say mwenye kupata maembe apate maembe, mwenye kupata ndimu apate ndimu, mwenye kupata ndizi apate ndizi, au kama utagawana huyu atachukua ndizi na embe na ndizi. Watu wakae wajadiliane na haya matatizo yote yataisha. Yani shida yote waga inakuja kwenye maslahi, haya mengine yote 9. Kwa hiyo hapa ni shared prosperity, kwamba watu watashirikiana kupata mafanikio kwa pamoja. Ambassador Lens said. Kwa haya ni maneno ya Ambassador Lens. Sasa nilishasema before, kuna makala yangu nilitoa nikasema tifutifu ambalo linaandaliwa East Africa, na nikaelezea strategic importance ya Tanzania na miradi ambayo ipo, ikiwepo uranium, ikiwepo Tazara, ikiwepo gesi inapitia Tanga mpaka, ikiwepo gesi ambayo inatoka Tanga all the way mpaka Uganda na mengineo. Kwa hiyo nikasema hapa kuna swala la kimaslahi, la kibiashara, na ndio hichi hapa ambacho kimepigiwa mstari. The discussion focused on the status of major US-linked strategic projects. Ndio maana nikasema Tanzania iko kimkakati, geopolitically, geographically, project wise tuko kimkakati. Na ndio hapa ukisoma US linked strategic projects, kuna projects ambazo ni za kimkakati. Tuko kwenye festive season, kipindi cha sikukuu, kuanzia tarehe 24, 25 mpaka tarehe 1. Ni muda mzuri wa kuagiza chochote unachokitaka kwa ajili ya sikukuu, iwe ni zawadi kwako, iwe unataka kumchukulia mtu zawadi. Inland Express wanakusanya mzigo, unatoka Marekani tarehe 12, utakuwa umefika Dar es Salaam tarehe 20. Watu wataanza kugawiwa mizigo yao. Ambao wako Dar wanaweza wakaenda kufuata Inland Express pale Mwanga Towers, ambao wanataka wafanyiwe delivery watafanyiwa delivery, ambao wako mikoani watatumiwa. Ingia kama ni eBay, kama ni Amazon au site yote unayotaka ya Marekani, chukua unachokitaka, ni simple. Wapigie simu Inland au chat nao kwa WhatsApp, watumie link, watakupa gharama zao, utalipia, mzigo wako unasubiri, ukifika unaenda kuchukua. Ni as simple as that. Kipindi cha sikukuu, changamkieni. Bila kusahau kwa wanafuse wote mna 15% discount. Geographically, project wise tuko kimkakati, na ndio hapa ukisoma US linked strategic projects, kuna projects ambazo ni za kimkakati. Tazara ni project ya kimkakati kwa sababu inaenda kushindana na Lobito Corridor ambayo pia ni project ya kimkakati ambayo iko backed by US. Nikaongelea nikasema deal la uranium pia ni project ya kimkakati. Bomba la gesi la kwenda Uganda pia la kimkakati. Kwa hiyo hapa Marekani amesema US Link Strategic Project. Alikuwa na uwezo wa kusema US Linked Project, lakini amesema Strategic Project. Kwa hiyo Marekani na yeye anataka apate keki yake ya kimkakati. Kwa hiyo hapa utaanza kuelewa kitu ambacho tumekuwa tunakipigia kelele muda mrefu, na ninapenda mtu anapokuwa black and white, anapokuwa straightforward.
kwa sababu mkishakuwa straightforward ni rahisi kujadili hicho kuliko kuzunguka. Kwa hiyo amesema US linked strategic projects that have been under negotiation. Hizi projects zimekuwa chini ya majadiliano muda mrefu. Sasa ni kwa nini yamekuwa chini ya majadiliano muda mrefu? Sina information hiyo. Huenda ni kwa sababu ya mambo ya kimaslahi. Lakini iwepo itakuwa chini ya shared prosperity, kwamba pande zote ziwin, iwe ni win-win, then nadhani mwafaka utafikiwa mapema zaidi na watu washinde. Shida sometimes baadhi ya nchi za magharibi waga hawataki shared prosperity. Unakuta wao wanaweza wakachukua asilimia kubwa, na nadhani huenda ndio kwa sababu ya haya majadiliano kuchukua muda mrefu. Lakini kwa vile wameshasema kwamba reset, tuna reset uhusiano, huenda ikawa reset chini ya shared prosperity. US linked strategic project ambazo zimekuwa chini ya negotiation kwa muda mrefu, majadiliano. Sasa hapa wanaziainisha. Both sides, pande zote mbili, acknowledge that the negotiation process of the flagship investment, the LNG and Tembo Nickel project. Jamani, nishasema Tanzania tuna vitu vya hatari. Kuna hiyo LNG lakini kuna Tembo Nickel project. Kwa hiyo ni project ya nickel. Alafu kumbuka tofauti ya Kongo pia wana nickel. Lakini tofauti ya Kongo na Tanzania ni kwamba Tanzania tuna bandari hapo tu faster, tuna mzigo ukitoka unaingia bandarini unasepa. Lakini Kongo uanze kusafirishwa, either uende kwenye Lobito corridor mpaka uende ukatokea Ghana kule ndo uchomoe. Hapo katikati kuna vita, sisi hatuna vita, tuna stability, ni rahisi mambo kwenda, tuna amani. Kwa hiyo sisi ya kwetu ina value kushinda ya Wakongo. We are not the only person with nickel, lakini sisi kwetu imekaa, dili letu limekaa bora zaidi. Kwa hiyo negotiation are entering their final stages pending formal signing. The third project interest discussed was Mahenge Graphite. Tuna graphite pia vile vile, which still being worked on. Kwa hiyo ni mahojiano ya project zingine ambazo zinafanyiwa kazi. The president welcomed Washington's commitment and assured the US delegation that Tanzania remains dedicated to completing the remaining procedural steps. Kwa hiyo Rais Samia Suluhu Hassan alimkaribisha mwakilishi wa Washington ambaye ndio Marekani, na akamhakikishia kwamba Tanzania ina nia ya dhati kukamilisha utaratibu. Alafu kingine, imesisitiza kwamba Tanzania bado as a non-aligned country, Tanzania kama nchi ambayo haifungamani na pande yoyote is open, tuko wazi, ready na tuko tayari and committed, na tumejizatiti to working with all partners who respect our sovereignty and share our vision of prosperity. President Samia Said, mama, sijui kama utasikia maneno yangu na kupigia makofi kwenye hili. Watakaoita chawa najua ataita chawa, lakini ambao wana akili wataelewa uzito wa hii neno. As a non-aligned country, Tanzania kama nchi ambayo haifungamani na popote is open, tuko wazi, ready, tuko tayari and committed, na tumejizatiti to working with all partners, kushirikiana na pande zote: China, Urusi, India, Iran, Afghanistani, Puerto Rico, yoyote ambaye yuko tayari. Kwa misingi ipi? Sikia misingi ambayo ameweka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sovereignty, mtu yoyote ambaye ataheshimu uhuru wetu na mipaka yetu. Sovereignty, kwamba sisi kama Tanzania tuna uhuru wa kufanya maamuzi yetu kwa maslahi yetu kama sisi. Kwa hiyo sovereignty, mtu ambaye ataheshimu sovereignty and share our vision of prosperity. Hii kauli watu wanaweza wasielewe, lakini and share our vision of prosperity. Haya ni maneno ambayo yamewekwa vizuri sana, kwamba values zako sio values zetu. Na hichi ni kitu ambacho nimesema Tanzania natamani tuwe na Jay Shankar wetu, kwa sababu Jay Shankar alikuwa anawaambia West walivyokuwa na mchallenge kwamba nyinyi mnataka maadui wenu wawe maadui wetu, shida zenu ziwe shida zetu, migogoro yenu iwe migogoro yetu. Sio sahihi. Kwa hiyo Tanzania tuna our vision of prosperity. Sisi tuna values zetu, kwamba mafanikio kwa tafsiri ya Tanzania ni hichi. Kuna wengine mafanikio kwa mujibu wa tafsiri wao ni watu kupumuliana visogoni, lakini kwa Tanzania sio vision of prosperity. Kuna wengine vision yao ya maendeleo
ni labda kuwa na vyama viwili tu kama Marekani, Democrats and Republic. Sisi tofauti. Marekani wana mfumo wao wa election ambao kuna electoral votes na popular votes, lakini sisi kwetu tuna mifumo tofauti. Kwa hiyo ameweka wazi kwamba our vision of prosperity. Huu mstari huu naomba nimpe rais lau. Huu mstari watu wakiuelewa kwa umuhimu wake, umebeba dhana nzima ya taifa la Tanzania. A non-aligned country is open, ready and committed to work with all partners who respect our sovereignty, share our vision of prosperity. End of story. Kwa hiyo hapa rais kacheza sana. Tunaendelea. These strategic projects are of national importance and we are determined to finalize them so they can unlock jobs, investment and sustainable prosperity for our people. Kwa hiyo hapa kwa ufupi rais anasema kwamba hizi zina umuhimu kwa taifa letu kuzikamilisha ili zilete ajira, zilete uwekezaji na mafanikio endelevu kwa watu wetu. Na rais amesema kwamba kuna zaidi ya makampuni 400 ya Kimarekani currently operating Tanzania. Wanafanya biashara vizuri, wanafanya kazi zao vizuri. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho labda huenda watu wakiwa hawajui. Na amesema an indicator of the country's stability, na ni ishara ya utulivu wa taifa letu, openness, uwazi to investment and long standing economic ties with the United States, na ushirikiano wa muda mrefu wa kibiashara na Marekani. Kwa hiyo Tanzania as a non-aligned country tunashirikiana na China, tunashirikiana na India, tunashirikiana na Urusi na nchi zingine, lakini haimaanishi hatushirikiani na watu wengine. Tunashirikiana pia vizuri sana na Marekani, ikiwepo ushahidi ni makampuni zaidi ya 400 ambayo yapo Tanzania. Kama umependa unachokisikia, unaweza ukashare na mwenzio na yeye azidi kufaidika. Lakini kama ndo mara ya kwanza unamfollow DJ Smart 255, bonyeza subscribe hapo, alafu jiunge kwenye WhatsApp channel ili wewe unapata taarifa zote za link zote za makala ya DJ Smart yanapokuwa yanatoka. Ila vile vile show your love, show your support ili Fuse zidi kufanya makala mengine, tuzidi kuelimishana. Gharama ni nyingi, tuzidi kuboresha Fuse. Nachoweza kusema is one love. Namba hii hapo. Kwa amesema beyond the investment portfolio, the meeting touched on broader areas of cooperation including political stability, regional security, economic reforms, private sector growth, health sector partnership and people to people exchange. Kwa amesema ukiacha mambo ya uwekezaji, kuna mengine mengi ambao wamejadili, ikiwepo utulivu wa kisiasa, regional security, utulivu o amani na ulinzi wa kanda nzima hii hapa, economic reforms, mabadiliko ya kiuchumi. Sasa hapa economic reforms natamani iwekwe wazi kwa sababu watu ambao wameangalia mfano kama makala yangu ambayo nimeyatoa, niliongelea the Washington Consensus na jinsi ilivyo impact economic reforms zetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa. Private sector growth, issue ya nchi binafsi, sekta binafsi, health sector upande wa kiafya, partnership, people to people exchange na ushirikiano baina ya watu kwa watu. Ambassador Lenz congratulated President Samia for the vision and solid plans guiding the nation development through 20. Yani ni hivi, ngoja nikwambieni. Fuse tumebarikiwa uwezo wa kuread between the lines. Unaona huu mstari huu? Ambassador Lenz congratulated President Samia for the vision and solid plans guiding the national development through 2050. Yani kwamba mchezo umekwisha. Yani ni game over. Hiyo kauli hiyo game over. Emphasizing that the US government is willing to support its implementation and revamp the president guiding 4R philosophy in governance. Naomba ni kwa chini homework kidogo. Andikeni kwenye comment section 4R philosophy in governance ni kitu gani. Sio kila kitu ni kuwekeni. Both sides concluded that strengthen communication, consistent engagement and timely action on pending agreements are essential to unlocking the full potential of US-Tanzania relationship. Sasa hapa kuna kitu ambacho mnatakiwa read between the line. Unaona? And timely action on pending agreements are essential to unlocking the full potential of US-Tanzania relationship. Yani hapa kwa ufupi ni kwamba hizi deal ambazo ziko pending zisainiwe faster, zikamilishwe faster ili Marekani na Tanzania zishirikiane kwa ujumla wake.
Kwa hiyo kwa ufupi ni kusema jamani, kama mnataka tushirikiane na mambo ya shege, hebu malizeni hivi vitu tuvimalize faster. Sasa ukifanya reverse analysis au mafhumu kwenye logic hiyo, unaweza kaenewa, yani kukiwa let's say kuna wanasayansi 10, akatoka mmoja akasema hewa ina rangi ya blue, asipotokea hata mmoja kati ya wale 10 kupinga, hiyo inaitwa ijma sukuti kwenye logic au kwenye mantiki, kwamba as long as wamekubali na wamekaa kimya, hawajasema chochote, ina maana wamekubaliana nayo kwa kukaa kimya. Lakini ingekuwa hawakubaliani nayo, wangishaongea. Kwa hiyo hapa kwa ufupi ni hivi kwamba msipomaliza hizi project haraka huenda kutukawa na tatizo. Kwa hiyo malizeni hizi haraka ili tuzidi kushirikiana kwa upana, ndo kilichopo. Kwa hiyo editors note, this meeting marks a pivotal moment in redefining and revitalizing the US-Tanzania relationship. Oya, nakwambieni game limekwisha, na hapo mbele nitakuja kukuelezea. So mkutano huu ni pivot moment in redefining, kuunda upya, and revitalizing, na kuamsha au kuhuisha the US-Tanzania relationship. The reaffirmed commitment from both the governments signals the beginning of a modern, transparent, private sector-driven partnership rooted in shared prosperity, mutual respect and long-term strategic collaboration. Sasa mimi nataka ni read between the lines ili mtu wa kawaida aelewe kinachomaanisha, kwamba pande zote mbili kutilia mkazo na msisitizo kwamba wako tayari kushirikiana, inaanzisha mwanzo mpya wa kisasa wa kimahusiano. Kwa hiyo nadhani hii inaweza ikawa turning point ya uhusiano kati ya Tanzania na Marekani, ukiacha ule uhusiano wa kipindi cha nyuma. Sasa hivi tunaingia katika sura mpya, katika muundo mpya wa beginning of a modern, uhusiano mpya kati ya Tanzania na Marekani. Based on nini? Ikiwa na misingi gani? Transparent, ya uwazi. Sasa hapa pigia mstari, private sector driven partnership, ambayo ina msukumo mkubwa kwenye sekta binafsi, rooted in shared prosperity. Kwa ufupi ni kwamba kila mtu ashinde, wewe upate chako, mimi nipate changu, maisha yaendelee. Mutual respect, hii ni muhimu sana, na I hope kwamba serikali ya Marekani itazingatia hii swala la mutual respect. Zile kauli zake kila siku, Tanzania hapa sijui mmefanya hivi, sijui kitu gani hakiko sawa, hizo sio mutual respect. Sisi Tanzania hatuingiliage mambo yenu wala uchaguzi wenu. Sasa hivi tunajua kuna ICU kinaendelea, tunajua kuna National Guard wako kule, kuna maandamano, sisi hatuingiliage. Na nyinyi I hope kwamba mnachosema kwamba signals the beginning of a modern, kwamba mwanzo mpya, muache hizi kauli za kuingilia Tanzania. Yani kuna vitu ambavyo mkiacha mtajikuta kwamba tutakuwa marafiki, tutashirikiana na mambo yatakuwa shega. Kwa hiyo ule ukiranja wa dunia ule, I hope na imani nzuri kutokana na huu haraka kwamba hii mutual respect, naomba mpunguze hizo kauli za kutokuingilia vitu vya muhimu. Na hii ushahidi huu tumeuona ambao hata leo Ulaya, DW Costa anasema hatukubali Marekani kuingilia siasa za ndani ya Ulaya. Kwa hiyo hata Ulaya wamekwambieni Marekani muache kuingilia siasa za ndani za Ulaya. Hii ipo kwenye DW, nenda kasome wenyewe. Kwa hiyo na sisi Tanzania tunasema since Marekani mmetuambia kwamba mutual respect, tunaomba mwache kuingilia mambo yetu ya ndani kama vile sisi hatuingilii mambo yenu ya ndani. Hizi ndo project 3 flagship LNG project ambayo ina thamani ya bilioni 42. Bro, this is a lot of money. A transformative natural gas development involving international energy companies designed to unlock Tanzania's vast offshore gas reserves. Once completed, the project is expected to significantly boost national revenue, generate thousands of jobs, and position Tanzania as a major global LNG supplier. Kwa hiyo hii ni project ya gesi kwa ufupi, na tamani kama mlivyosema kwamba kutakuwa kuna transparency. Hii dili likisainiwa liwekwe wazi, wa Tanzania wajue, ifahamike Marekani wanapata shingapi, Tanzania wanapata shingapi, investment ni kiasi gani, ina muda gani. Ndio hiyo transparency ambayo tumeiongelea, na kusiwe na NDA. Naomba sana serikali ya Tanzania swala la NDA mulikazie. Yani ili swala kwenye mikataba yetu inayokuja tusiwe na NDA.
Sasa project kama hii inahitaji NDA ya nini? Anyway, kwa hiyo ni project ambayo ina thamani ya bilioni 42. Alafu kuna nickel project ambayo thamani yake ni dola 942, it's almost 1 billion US dollars, ambayo itakuwa Ngara. Alafu kuna Mahenge graphite project ambayo itakuwa na USD dola 300. Kwa hiyo kwa ufupi hizi ni project ambazo zinakuja. Sasa nataka wanaFuse wataelewa tulichokuwa tunasema siku zote. Ndo haya tunasema kwamba nilisema na wanaFuse ni mashahidi kwenye video zangu ziko on record kwamba hii yote tisa, yani mchawi ni maslahi. Sasa hii walitoa tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2025. Tamko la Tommy Pigott, naibu msemaji mkuu, kutathmini upya uhusiano rasmi kati ya Marekani na Tanzania. Marekani inatathmini ushirikiano wake wa muda mrefu na watu wa Tanzania ambao umeleta ustawi kwa wananchi wetu na usalama katika kanda hii. Hata hivyo, hatua za hivi karibuni za serikali ya Tanzania zimezua wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo wa uhusiano wetu rasmi kibalozi na kuaminika kwa serikali ya Tanzania kama mbia. Kwa hali hiyo, Marekani inafanya tathmini ya kina ya uhusiano wetu na serikali ya Tanzania. Matukio yanayoendelea kufanywa na serikali ya Tanzania ya kukandamiza uhuru wa dini na uhuru wa kujielezea, kuwepo kwa vikwazo vya mara kwa mara dhidi ya uwekezaji wa Marekani. Unaona, uwekezaji wa Marekani na ukatili dhidi ya raia kabla na baada ya uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba 29 ni mambo yanayotufanya tutathmini upya uhusiano wetu. Vitendo hivi vimewaweka raia wa Marekani, watalii na maslahi ya Marekani nchini Tanzania hatarini na kutishia kudhoofisha ustawi wa usalama wa pamoja ambao umekuwa alama ya ushirikiano wetu kwa miongo kadhaa. Marekani haiwezi kufumbia macho vitendo vinavyohatarisha usalama wa raia wetu au usalama na utulivu wa kanda. Mustakabali wa uhusiano wetu rasmi wa kibalozi na serikali ya Tanzania kutategemea matendo yake. Na nishasema yote haya ni maslahi. Yaani swala la maslahi yakishakaa sawa. Angalia ile tamko ambalo limetolewa tarehe 4 na leo ni tarehe 8, siku 4 tu. Angalia change of tones. Jinsi toni ya Marekani ilivyobadilika. Leo kaimu balozi Lenta amefanya mazungumzo ya wazi na yenye tija na Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu hali ya sasa na mustakabali wa uhusiano wa Marekani kati ya Marekani na jamani, ambao hamjiwagi, hakunaga cha demokrasia, hakunaga cha haki za binadamu, hakunaga cha ustawi. Mchawi huwa ni maslahi. Yaani maslahi yakishakaaga sawa. Kuna nchi ambazo zinafahamika hazina haki za binadamu, hazina demokrasia, hazina nini, lakini as long as wanapata maslahi yao, hayo mengine huwa yanafumbiwa macho. Sasa hichi nakwambieni, hizi deal zikisha sainiwa it's game over. Yule dada yenu ambaye anapiga kelele kamdomo kale kataminywa hataongea, hamtomsikia tena nyui. Au wanaharakati wenu hao ambao mmekuwa mnawasikia mitandaoni, wengi ambao ni wakimbizi, hawana document, wametumia hii kama fursa ya kupiga kelele waonekane kama ni wanaharakati na kuaminisha zile nchi ambazo wamekimbilia kwamba hawako salama kurudi Tanzania, wapewe makaratasi waishi kule. Yani hivi vyote sasa hivi, yani vyote utasikia vinakatakata kamdomo, yani zile wanaharakati wote. Yani hizi dili tatu zikisha sainiwa it's game over. Mnakumbuka kauli yangu nilisema na iko on record, nikasema mimi ningekuwa na mamlaka, hizo nchi sijui EU na wengine ambao wamesema sijui wanakata misaada nini, ndani ya maximum miezi 6 watarudi hapa wanapiga magoti. Nadhani sasa hivi mmeanza kunielewa. Ndio maana nikatumia kauli ya Sun Tzu, if the ones who knows himself and knows the enemy does not fear outcome of 100 battles. Kwa hiyo Tanzania ikishajitambua na ikatambua nani anaidil naye, uofi. Yani hivi ni kwamba, na hichi kitu tumekuwa tunakisema muda mrefu sana, GPS. Tunatakiwa tubadilishe mentality kwamba sisi tunawahitaji sana wao, au sisi tunawahitaji wao, wao hatuhitaji sisi. Wao wanatuhitaji sisi huenda zaidi ya sisi tunavyohitaji wao. Sio lazima iwe 50-50, lakini wao wanatuhitaji na sisi tunawahitaji. Yani issue ikishapita ndo game over. Yani swala la maandamano sijui na mapinduzi sijui ndo nitolee. Nasifia hii. Actually Marekani imebadilisha hapa kati, japokuwa wamefanya kwa zaidi ya miaka 60 kufanya regime change all over. Na wamekuja kurealize hapa kati kwamba regime change nyingi ambazo wamezifanya hazijaleta tija ambao wao walitegemea.
Kwa hiyo nadhani wamekaa akafikiria akasema, sasa badili ya kufanya hivi alafu tukazalisha tena Sudani nyingine, na wakati nchi ishasema iko tayari kushirikiana, tukae nao, tunaweza tukapata hivi vitu kwa amani, bora tukae tuyamalize yaishe. Na nishasema ukishajua mfumo, siongei na mbwa, unaongea na mwenye mbwa, umemaliza. Kudeal nao directly sio sahihi, ongea na mwenye mbwa. Ukishaongea na mwenye mbwa wale watakaa kimya. Anyway, nimependa sana hii. Hongera kwa serikali ya Tanzania na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hii US Embassy imeshakubali. Yaani ishamtambua, imesema alifanya mazungumzo ya wazi na yenye tija na Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa nyinyi ambao mnasema sio rais sijui nini, hii ndo nitolee. Na ubalozi wa Marekani, nimependa approach hii ya mutual respect, ya transparency, ya ushirikiano and win-win situation. Iwapo Marekani itafanya hivi, nadhani migogoro mingi sana duniani itapungua, na ushirikiano wake na nchi nyingi sana za Afrika utaongezeka iwapo watachukua approach hii. Na ni approach ambayo imekuwa inatumika sana na Urusi na China, na ndio maana nchi nyingi zimependa sasa hivi kudeal na hao. Kwa hiyo nadhani hii approach tuone kama itazaa matunda accordingly au ni maneno matupu, lakini kuna kitu kinaitwa benefit of the doubt. Naamini kwamba ndicho kitakachotokea. Msimamo wa rais wetu Samia Suluhu Hassan, kila mtu aplay part yake. Naomba nchi yangu iwe na uongozi bora, iteue viongozi bora, isikilize raia, ishirikiane na raia, itoe fursa, tusonge mbele. Haya ndio nilikuwa nayasema na nimeyasema. Mchawi ni maslahi. Yani kaeni chini, yani jadilianeni. Nani anachukua tunda gani, nani anakula nini, nani anapata nini. Mkishamaliza hayo, it's game over. Kwa hiyo haraka nimetaka niufanyie analysis fupi ya haraka, lakini nachoweza kuambia game over. Kilichobakia ni utekelezaji. I hope na nasisitiza kwamba pande zote mbili, ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Marekani kupitia ubalozi wa Marekani, they will honor walichokisema, and let's coexist. Kila mtu apate kipande chake cha keki, maisha yaendelee. Nini maoni yako? Tukutane kwenye comment section. Tuko kwenye festive season, kipindi cha sikukuu, kuanzia tarehe 24, 25 mpaka tarehe 1. Ni muda mzuri wa kuagiza chochote unachokitaka kwa ajili ya sikukuu, iwe ni zawadi kwako, iwe unataka kumchukulia mtu zawadi. Inland Express wanakusanya mzigo, unatoka Marekani tarehe 12, utakuwa umefika Dar es Salaam tarehe 20. Watu wataanza kugawiwa mizigo yao. Ambao wako Dar wanaweza wakaenda kufuata Inland Express pale Mwanga Towers. Ambao wanataka wafanyiwe delivery watafanyiwa delivery. Ambao wako mikoani watatumiwa. Ingia kama ni eBay, kama ni Amazon au site yote unayotaka ya Marekani, chukua unachokitaka. Ni simple. Wapigie simu Inland au chat nao kwa WhatsApp. Watumie link, watakupa gharama zao, utalipia, mzigo wako unasubiri, ukifika unaenda kuchukua. Ni as simple as that. Kipindi cha sikukuu, changamkieni. Bila kusahau kwa wanaFuse wote mna 15% discount. MwanaFuse, kuwa wa mwanzo kupata makala zote za DJ Sma zinapotoka. Ni rahisi, link zote za makala hutumwa kwenye WhatsApp channel ya DJ Sma 255. Subscribe upate makala yote yanapotoka. Njia ya kwanza ni kuscan hii QR code. Tumia kamera yako kuscan hii QR code. Itakupeleka kwenye WhatsApp channel, halafu bonyeza subscribe. Au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda kwenye hii namba. Andika message niunge kwenye channel, utapokea ujumbe wenye link. Bonyeza hiyo linki, itakupeleka kwenye channel, bonyeza subscribe. Utakuwa unapata makala yote ya DJ Sma za zamani na mpya kila zinapotoka. Vile vile DJ Sma nipo TikTok, nipo Twitter au X, Threads, kote natumia DJ Sma 255. Fuse by DJ Sma inawezeshwa na wewe MwanaFuse. Sapoti yako inasaidia gharama za kiuendeshaji. Tuma mchango wako kwa namba +255 0764124124. Inapokea miamala yote ya ndani na nje ya Tanzania. DJ Sma, one love. DJ Sma.
Finally. Wana Fuse, nimetoka kupokea simu kwamba mzigo wangu umeshafika. Mmoja wa watu ambao wanawezesha Fuse Studio ni Inland Express. Sasa nilikuwa nahitaji sound system kwa sababu ya production na editing kwa ubora zaidi, ambazo zimedhaminiwa na Inland Express. Wamenipigia simu kwamba mzigo umefika na wako njiani wanakuja kufanya delivery. Moja ya vitu ambavyo napenda kuhusu Inland ni kwamba sio lazima uende physically. Ukitaka kwenda ofisini kwao, wapo opposite ya Millennium Tower, Mwanga Tower, ghorofa ya 3. Ukitoka kwenye lift unaenda kushoto. Nimeshaelezea jinsi ya kufika ofisini kwao, lakini unaweza ukamaliza kila kitu kwenye simu. Ukachagua mzigo unaotaka either kwa WhatsApp au kwa kuwapigia simu. Mzigo wako ukifika, wanakuletea mpaka nyumbani au ofisini kwako. Kwa hiyo naomba tupokee vifaa vyetu vipya kwa ajili ya Fuse Studio. Finally. Wacheki kwenye WhatsApp namba hii hapa au wapigie simu. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.